Nafikiri ni changamoto zipi zinawafanya vijana kuto kushiriki katika utungaji wa sera za uchumi na maendeleo Tanzania? Sawa. Vijana wengi hawana mwamko na vijana wengi hawana elimu ya kutosha juu ya fursa mbalimbali zinazotolewa ndani ya nchi hii. Na ndio maana ukikuta vijana wengi sana wamejikita kwenye baadhi ya shughuli ambazo ni sehemu ya maisha yao ya kutafuta riziki. Lakini inapokuja swala la kusimamia kwenye misingi ya kiserikali, vijana wengi sana wamekuwa wakikaa mbali sana. Kwa mfano kama swala la kutunga sera ambazo zinaweza zikawainua wao kimaendeleo na kiuchumi, vijana wamekaa mbali. Na kwa nini wamekaa mbali? Ni kutokana na kukosa elimu ya hizi amali za nchi hii. Kwa mfano, naweza nikazungumza, unaenda kumpa elimu au anaenda kutoa sera ya kuhusiana na uchumi au kuchangia au kutoa hoja, wakati yeye tu hana elimu yoyote ya ujasiriamali. Anaenda kutoa elimu ya kuhusiana na jinsi gani kilimo kiimarishwe, wakati yeye mwenyewe hajawahi fanya kilimo. Unaenda kumpa sera ya kuhusiana na viwanda na biashara, wakati yeye hafanyi kazi na afanyi biashara wala afanyi kazi viwandani. Kwa hiyo vijana wengi sana tunaona sasa hivi wamekuwa tegemezi, na ndio maana Dar es Salaam hii vijana wengi sana unawakuta wapo barabarani. Wengi ni wapiga debe, lakini kuna mazingira mengi ya kufanya kilimo. Tunaona nchi hii hata wanavyosema Dar es Salaam hakuna mvua, lakini watu wanafanya kilimo cha umwagiliaji. Lakini vijana wengi sana wamejikita kwenye maeneo kama hayo. Kwa hiyo wanafanya mambo ya kupiga debe barabarani, wengine ni wanafanya kazi ambazo zinawaingizia shilingi 100 ambazo haiwezi kukidhi hata haja ya familia zao. Kwa hiyo vijana wengi sana wanashindwa kuingia kwenye kutunga hizi sera na kusimamia sheria za uchumi na maendeleo, kwa sababu hawana elimu ya kutosha ambao inawakidhi wao kuwa bora kwenye hizi sekta za kiuchumi nchi. Unafikiri tatizo ni vijana wenyewe kuto kupewa elimu ya ushiriki wa utungaji wa sera, au mamlaka hazijaamua kwenda kuungana nao kwenye zile sekta wanazotumia ili kuweza kuwatungia sera nzuri za uchumi na maendeleo? Nadhani ni vijana wenyewe, kwa sababu katika nchi hii elimu ya ujasiriamali na kuhusiana na hizi sekta mbalimbali zinatolewa kila leo. Na ninachokuambia ni kwamba juzi Ubungo kulikuwa na elimu ya ujasiriamali, lakini watu waliohudhuria ni wachache. Vijana waliohudhuria ni wachache. Waliohudhuria ni wakina mama ambao wameenda kujitokeza kwa ajili ya kutengeneza ujasiriamali wa kutengeneza sabuni. Vijana ni wachache sana. Ukimwambia kijana aende akasimame kwenye ile ujasiriamali, anahisi kwamba unampotezea wakati. Yupo lazi aende akafanye kazi ya bodaboda, aende akafanye kazi ya umachinga, aende akafanye kazi ya kupiga debe. Lakini hizi sera na kwenda kwenye hizi elimu za ujasiriamali, mambo ya biashara, mambo ya nini, vijana wengi wapo mtaani. Kwa hiyo swala ni kwamba vijana wenyewe ndio wanaofelisha maendeleo ya nchi, kwa sababu kama vijana wanazidi kupungua kwenye hizi sekta za kilimo, sekta za uvuvi, sekta za biashara, na wanajikita tu kuwa tegemezi katika familia zetu, ni wao wanakwamisha maendeleo ya nchi. Mwanzo tulizungumza kuhusiana na swala la ajira kwa vijana. Vijana katika mipango ya kutengeneza sera za uchumi na ajira, vijana wao wanashirikishwa moja kwa moja kuwa hizi ajira au namna hii ya kufanya ni bora, au wanatumiwa kwa niaba yao kusemewa, na huko mtaani inakuwa tofauti? Kwenye utungaji wa sera za kiuchumi na maendeleo, hasa kwenye ajira kwa vijana wanashirikishwa moja kwa moja, au kuna niaba yao watumike kusemea vijana ambao wale wanaosema sio vijana wenyewe na hawana uzoefu na hayo mambo? Na ndio maana nimesema kwenye serikali kuna wawakilishi wa vijana. Kuna wawakilishi wa vijana. Kwanza, wawakilishi wa vijana wenyewe sio tu paka ende bungeni. Na ndio maana hata kwenye vyama vya siasa kuna hizi tunasema umoja wa vijana. Wale umoja wa vijana kupitia mwenyekiti, mfano Chama cha Mapinduzi kina mwenyekiti wa umoja wa vijana, Mheshimiwa Mohamed Kawaida.
Sasa wale ndio watu ambao inabidi wawasemee vijana kwenye mikutano ya hadhara kwamba vijana hawana ajira. Tunavyokuja kwenye chama cha demokrasia na maendeleo, kuna Deogratias Mainyila ambao ni mwenyekiti wa Bavicha. Hao ndio watu wa kwenda kuwasemea vijana. Tunavyokuja ST Wazalendo, tunamkuta bwana Nondo. Hao ndio watu wa kuwasemea vijana. Kwa ukiwakuta wao sasa hivi kama watu wasemea vijana, basi kuna wabunge wapo ndani ya bunge wanaowasemea vijana, na wale wakishindwa kuwatafuta vijana kutoa hoja moja moja na kukusanya maoni yao ni ngumu. Serikali inawatumia hawa wanaojiita umoja wa vijana, hawa wanaojiita Bavicha, hawa wanaojiita viongozi wa bunge vijana wakaweze kuwasemea vijana. Watakapofeli wao ndipo vijana watakavozidi kudidimia. Lakini vyama hivi vimeseti standard ya kuwasemea vijana, na kila siku tunaona caption mbalimbali za mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kawaida akisemea vijana, na anawataka vijana wajihusishe na sekta mbalimbali za uchumi ndani ya nchi, akiwataka vijana wajishughulishe, akiwataka vijana hata kugombea kwenye masuala ya kisiasa. Na ndio maana nimekuambia vijana sasa hivi wengi wameingia kwenye mambo ya kisiasa. Vijana wanagombea ubunge, vijana wanagombea udiwani. Ni maendeleo ambayo tunayaona ndani ya nchi ambayo hayakuwepo miaka ya zamani. Kuna tathmini yoyote ambayo unahisi inafanywa mara kwa mara kwa ajili ya kuhakikisha sera ya maendeleo kwa vijana inafanywa kazi? Na ndio maana tumesema kwenye halmashauri hizi na hizi wilaya wanapopeleka mikopo lazima wakachukue takwimu za vijana waliokuja kuchukua mikopo na waliokosa ni wangapi. Na katika hii wilaya wapo vijana wangapi ambao wana ajira na watu hawapo, vijana gani hawana ajira katika zile halmashauri. Kwa wanavyotoa ile takwimu, serikali inatambua kwamba bado kuna mikopo inayohitajika, bado kuna mchango ambao vijana wanahitaji wapewe ili waweze wakaendelee. Kwa maana ya msingi ni kwamba kupitia halmashauri na wilaya ndio zinazotoa takwimu bora ya nchi hii kwamba vijana gani wamepata ajira, vijana gani hawana, vijana wana kazi rasmi, vijana gani hawana kazi rasmi, vijana gani wamepata mikopo, wengine hawana. Kwa kupitia hizi halmashauri zilizopo ndani ya wilaya na mikoa ndipo tunapata takwimu bora ya vijana walio na ajira na wenye hawana, na vijana wenye vijana ambao kubwa ni kuwa na maisha bora. Vijana wanavyojiajiri anakuwa na maisha bora, tunajua kabisa huyu kijana yupo kwenye sehemu bora ya kuafodi. Lakini halmashauri na wilaya kwa ujumla ndizo zinazofanya hii kazi ya kupata vijana walio na ajira na vijana ambao hawana ajira. Asante sana Meshack Kisichone. Sasa mtazamaji, tunakwenda kutamatisha mjadala wetu siku hii ya leo, lakini kabla tujafika mwisho kabisa, nimpe neno la mwisho Bwana Sichone. Simaanishi neno la mwisho kuwa hiko tena duniani, ila la kutamatisha katika hiki kipindi siku ya leo. Bwana Sichone, karibu, waambie vijana nini ambao wanatakiwa kukifanya ili kuhakikisha sera ya maendeleo inawabeba na wanakuwa kiuchumi. Kwanza mimi napenda kusema jambo moja. Vijana, zinapotoka fursa kutoka serikalini, sisi tuwe watu wa kwanza kuzingangania hizo fursa zinazotoka serikalini. Lakini pili, vijana inabidi tuseti standardi vitu vyetu tunavyovifanya kwamba ni kitu cha maendeleo au sio kitu cha maendeleo. Na pia vijana tujiepushe kwenye mambo yasiyo ya lazima yanayoweza kututia hatiani sisi vijana. Kwa vijana tusimame kwenye standardi yetu. Na mimi napenda kushauri jambo moja. Vijana, ni muda sahihi wa kurudi majimboni kwenu mkaweze kuchukua fomu za kugombea udiwani na ubunge ili mkaweze kuwasemea vijana ndani ya Jamhuri ya Muungano, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Nashukuru sana Bwana Sichone. Mtazamaji wa Media Wire Express, hivi ndivyo ambavyo tunatamatisha Inside Politics. Tumejadili mengi siku ya leo, ikiwa na mada isemayo, je, vijana wanashirikishwa katika kutunga sera za maendeleo na uchumi wa taifa? Mimi ni Hassan Magulumali. Nikushukuru wewe ambao ulitega muda wako na kutusikiliza, kutazama pia. Lakini nyuma ya kamera yupo Joseph mwana wa Isangura. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki siku ya leo kuhakikisha sisi
tuliopo hapa, mimi na Bwana Stone tunaenda vizuri. Niwashukuru sana wote mliopo. Hakuna la ziada. Tukutane tena siku nyingine na wakati mwingine apendapo Mwenyezi Mungu.